Hamjambo wanafunzi, tumekutana tena katika awamu ya lugha ya Kiswahili, somo ambalo huwa lina motisha wake kuambatana na mtaala wa masomo hapa nchini. Leo tutazungumzia somo la kuandika, na katika kuandika tutaangazia zaidi katika sehemu ya hotuba. Mwalimu wenu sio mwingine ila ni yule Konzi Nzaka, na kama ilivyo ada na desturi, wacha niandike kile ambacho tunajifunza kwa leo. Swahili, kuandika. Alafu katika kuandika tunaangazia hotuba. Bila shaka hotuba, hakuna yule ambaye hajui hotuba ni nini. Mara kwa mara tunakuta watu wakitolewa hotuba kuhusiana na swala moja ama jingine. Na hizi hotuba tunakutana nazo kila uchao, kuanzia saa 12 jua linapochomoza hadi wakati mwingine pia vile vile katika hafla mbalimbali ambazo huwa zinafanyika baada ya machweo, huwa tunakutana na hotuba. Lakini nataka tuangalie hotuba ni nini, tuweze pia kujua umuhimu wa hotuba katika jamii. Halafu tutazama katika hatua za kuandika hotuba. Kwa hivyo kuandika hotuba, kuna namna yake ya kuandika. Naweza kusema ni mojawapo ya sehemu za insha ambazo ni za kiuamilifu ama ni za kitaaluma. Kwa hivyo wacha tuangalie hotuba ni nini. Hotuba ni maelezo ambayo huwa yanatolewa mbele ya watu au kundi fulani. Hotuba ni maelezo ambayo hutolewa mbele ya watu fulani. Hotuba hii inaweza kuwa katika maandishi, ambapo mtu huwa anasoma kile ambacho ameandikiwa, na pia vile vile hotuba inaweza kutoka kwa akili ya mtu, mradi tu awe amepanga hoja zake zile ambazo anataka kuhutubia wale watu ambao wako tayari kabisa kumpatia upande wa sikio na akili zao. Kwa hivyo kuna hizo njia mbili. Ya kwanza, hotuba ile ya kuandikwa, ambapo yule mwenye kuandikiwa kisha huwasomea wale wasikilizaji ama hadhira. Halafu na hotuba ya pili inaweza kutolewa tu kwa maneno, ambapo yule mwenye kutoa ile hotuba, ambaye tunamuita mhutubu katika lugha ya Kiswahili, anaitoa kutoka kwa akili yake, kuambatana na zile hoja ambazo anataka kuwasilisha. Wacha tuendelee. Hotuba huwa ni maelezo ambayo yana lengo fulani. Hotuba huwa Kwa hivyo hii hotuba inapotolewa huwa kuna
lengo fulani la ile hotuba, ama kuna dhima fulani ambayo yule mwenye kuhutubu anataka kuwasilisha mbele ya hadhira. Labda hii hotuba inahusiana na masuala ya ukosefu wa maadili mema, na hivyo basi yule mwenye kuhutubu atakuwako lengo lake anataka kuzungumzia hali ya jambo fulani ambalo limekithiri, ambalo linaenda kinyume na maadili ya jamii katika eneo fulani. Ama pia vile vile hii hotuba inaweza kutolewa ili kuhamasisha watu kuhusiana na jambo fulani. Kwa mfano, katika magonjwa kama vile ukimwi, hali ya malezi ya watoto ili kuepusha na ile balaa ya utapia mlo ama ukipenda kwa shako na kadhalika. Kwa hivyo hotuba inapotolewa huwa iko na lengo ama dhima fulani. Wacha niendelee. Hotuba zinaweza kutolewa sehemu mbalimbali kama shuleni wakati wa kukaribishwa kwa wanafunzi. Kwa hivyo huweza kutolewa katika sehemu mbalimbali. Wacha nitumie neno ainati kupatia huo msamiati mwingine ambapo ni sawasawa na mbali. Kwa hivyo hotuba kama vile nilivyokuambia pale awali huwa iko na lengo ama dhima fulani na huweza kutolewa katika sehemu mbalimbali. Na hotuba pale mahali inapotolewa huwa ndio haswa inataka kugusia wale watu ambao wako pale. Bila shaka hadi hapo katika hayo maelezo mafupi ambayo nimekupatia kuhusiana na hotuba, wewe unayenitazama hivi sasa huna tatizo lolote, bali umeweza kuelewa hotuba ni nini na kwa nini hotuba inatolewa na inaweza ikatolewa sehemu gani. Kwa hivyo hapo hayo maneno matatu yameweza kukupatia mwelekeo kuhusiana na hotuba. Hivi sasa nitazama katika umuhimu wa hotuba. Umuhimu ni nini? Umuhimu kwa maelezo mafupi ni ufaifu wa jambo fulani. Kwa hivyo hii hotuba inatufaa kwa nini? Kwa nini tuwe na hotuba? Kwa hivyo umuhimu wa hotuba ni ufaifu wa hotuba katika jamii. Thamani ya hotuba katika jamii iko na umuhimu gani kwetu? Basi wacha nikuandikie umuhimu wa hotuba japo kwa mdokezo tu. Yale mengine mengi utayapata katika tarakilishi lako ama kipakatalishi chako kama utachakaza ama utafanya download kama nimetohoa kulingana na lile neno ambalo mmelizoea zaidi. Kwa hivyo umuhimu wa kwanza wa hotuba ni kuwapasha watu habari. Kwa hivyo hupasha habari. Hupasha habari fulani. Halafu na umuhimu wa pili wa hotuba, kushawishi watu. Kushawishi watu kuhusu jambo fulani. Wacha nitumie neno muhimu pia. Kwa hivyo hizo ndio aina mbili za umuhimu wa hotuba, ambapo kama inatolewa habari ya kwanza ama umuhimu wa kwanza hupasha habari fulani.
watu ambao wanapewa ile hotuba. Na habari hii inaweza kuwa kwa mfano kuhusu tatizo la ugonjwa fulani, kuhusu janga la njaa na kadhalika. Halafu katika hicho kipengele cha pili ni tunaweza tukasema kwamba mtu anayetoa hotuba ili kuwafanya watu wakubaliane na msimamo wake. Kwa hivyo sana sana katika ushawishi huwa unatumika sana katika uchaguzi, ambapo mtu anatoa hotuba pale, anatoa mambo yale ambayo atawatendea wale watu. Kwa hivyo huwa hotuba inatolewa pia kushawishi watu. Bila shaka tuko pamoja hadi hapo. Wacha tuangalie hatua za kuandika hotuba. Hatua kuandika hotuba. Kama nilivyotangulia kukuambia kwamba hotuba ni mojawapo ya insha ambazo ni za kiuamilifu na huwa ina taratibu zake za kuandika. Na kama nilipokuambia pale awali kwamba hotuba inaweza kuandikwa halafu ikasomwa na mtu, ama pia vile vile hotuba inaweza kutoka kwenye akili bila kuangalia kwenye maandishi yoyote, mradi tu amepanga zile hoja zake. Kwa hivyo hatua ya kwanza ya kuandika hotuba, wewe kama mwandishi jiweke katika hali ya mtu mwingine ambaye ndiye anayetoa hotuba. Jambo la kwanza, jiweke katika nafasi ya mtu anayetoa hotuba. Yaani mhutubu. Kwa hivyo hiyo ndio hatua ya kwanza. Halafu hatua ya pili ya kuandika hotuba, hakikisha kuwa umetambua watu watakao kusikiliza. Tambua aina ya hadhira au wasikilizaji. Halafu hatua ya tatu ya kuandika hotuba, hadhira yako ndiyo itakayo kufanya uteue lugha fulani. Teua lugha wakati wa kutoa hotuba. Hapa wacha nikueleze kidogo. Hapa kama wale unaowatolea hotuba ni vijana, lazima utatumia lugha ile ya vijana waweze kukuelewa zaidi. Kama ni wazee, utawatumia ile lugha ambayo itaweza kuwaelewesha wale wazee kwa njia rahisi. Kwa hivyo hapa teua lugha utakayotumia wakati wa kutoa hotuba yako. Halafu na kipengele cha 4, unapoanza hotuba yako unaanza kwa salamu. Anza
kwa salamu. Na hizi salamu ziko na mtindo wake. Anza kumtambua aliye juu kimamlaka hadi yule wa chini. Kwa hivyo utaanzia pale juu. Kama ni rais ndio yuko pale na wewe umepewa hiyo nafasi ya kuhutubu, utaanza kutaja jina la rais, makamu wa naibu wake kama yuko pale, gavana na kadhalika, hadi yule mtu wa chini. Halafu kipengele cha 5, hakikisha unachokizungumza kinaeleweka waziwazi. Mwacha niseme hoja ya hotuba ifahamike waziwazi. Kwa hivyo hoja yako ifahamike waziwazi. Halafu kipengele cha 6, hotuba yako iwe na mpangilio mzuri. Kwa hivyo mpangilio mzuri wa hotuba. Hapa ni hoja moja baada ya nyingine. Kwa hivyo usichanganye hoja zako. Je, kuna swali kabla sijakufahamisha zaidi zile hoja ambazo zimebakia? Ingawaje ni hoja 2 tu, lakini ningependa nijue kama hadi hapo nimefikia uko na tashishwi yoyote, uko na tatizo lolote, ndipo niweze kukufahamisha zaidi kabla sijamalizia na zile hoja 2. Bila shaka nimefurahi kuona kwamba hakuna swali lolote ambalo limeibuka kutoka upande wenu. Nami sina budi kuendelea kuwapakulia zile hoja 2 ambazo nilikuwa nimekueleza kwamba zimebaki. Unajua ni jambo zuri kama nahodha ataenda sambamba na wale ambao wanasafiri katika chombo kimoja. Ujue kwamba tunasafiria chombo kimoja cha lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo itakuwa ni vibaya sana kama mimi nitaendelea kupiga makasia na wewe ninakuacha nyuma. Kwa hivyo kama umenielewa hadi hapo, wacha nimalizie zile hoja 2 ama vile vidokezo viwili ambavyo vinahitajika wakati wa kuandika nini? Wa kuandika hotuba. Kipengele cha 7, panga mawazo yako vizuri ili hotuba yako iwe safi. Pangilio wa hoja ifuatane kimsanjari. Naposema kimsanjari ni kwamba ile hoja muhimu zaidi inaanzia pale juu, inakuja ile hoja ambayo itachangia kidogo tu kuhusiana na ile hoja ambayo umeitanguliza, vivyo hivyo hadi ile
hoja ya mwisho. Yaani hapa ni kama vile mjenzi anajenga nyumba ya ghorofa. Kwa hivyo kile kidato cha kwanza ni lazima kifuatane kwa utaratibu hadi ile ghorofa ambayo yule mwashi anataka kuifikia. Kwa hivyo vivyo hivyo mpangilio wa hoja zifuatane kimsanjari. Halafu na dokezo cha mwisho, kuambatana na uandikaji wa hiyo insha, malizia hotuba kwa njia ya kuwavutia wasikilizaji. Tumia yenye mvuto mwishoni mwa hotuba. Kisa na maana hapa, kuandika ama kutumia lugha yenye mvuto uweze kupokea pongezi ambayo ni ya makofi kwa kawaida, na vigelegele, vifijo, nderemo na kila kitu. Halafu utawawachia wale wenye kuwazungumzia wao wajijazie. Je, zile hoja ambazo umezizungumzia na ukazifuata katika huo utaratibu zimeweza kuwaridhisha? Basi hapo ndio mimi nimefikia mwisho wa kuzungumzia masuala ya hotuba. Bila shaka umejua hotuba ni nini, halafu pia vile vile ukajua kwa nini watu wanatoa hotuba, halafu na ukajua sehemu zipi zinaweza zikatolewa hotuba, ukaona kwamba ni sehemu mbalimbali. Halafu pia umeona umuhimu wa hotuba katika jamii, na halafu mwisho kabisa nimekuonyesha hatua za kuandika hotuba. Kwa hivyo utakapokutana na swali la uandikaji wa hotuba, hutakuwa na tatizo lolote kama utakwako wewe ni mpenzi wa kupenda kudurusu kazi ile ambayo ninakuandikia hapo na unayoitazama. Kwa sababu ya ushirikiano mzuri wa mwanafunzi na mwalimu, mimi sitakuacha bure. Ningependa uchakaze katika sehemu ile ambayo nimekuandikia zoezi kuambatana na hii hotuba ama hili somo la leo. Lakini hata hivyo, wacha nikusomee zoezi lenyewe. Zoezi linasema hivi: umealikwa kama mgeni wa heshima siku ya upandaji miti huko kijijini kwenu. Andika hotuba fupi kuhusu umuhimu wa kuitunza miti. Kwa hivyo hapo ningependa waandike hotuba ambayo ni ya utunzaji wa miti. Wewe kama mhutubu ueleze watu umuhimu wa miti kule kijijini. Hadi hapo ndio nimefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo. Ni mimi wako mwalimu Konzi Nzaka nikisema alamsiki.